Mtu yeyote ambaye anaonywa, iwe ni katika watoto, vijana, kazini, kwa wanandoa, unakuta mwenza wako anakuambia, unajua wewe una changamoto ABCD, unatakiwa ifanyie kazi. Ukijikuta unakasirika na kujenga defense, unajenga njia ya kujitetea kweli kweli, hiyo ni dalili ya kwamba umefunga mlango wa kusaidiwa. Hata Roho Mtakatifu kama ana namna ya kukubadilisha tabia, ile nguvu ya kubadilisha tabia ambayo ni msaada wa Roho Mtakatifu haiwezi kuja. Hii nguvu inakuja kwa watu wale tu ambao wana ujasiri wa kukubali madhaifu walionayo ili wayakabili. Kuna kukubali madhaifu kuyamiliki, na kuna kukubali madhaifu kupambana nayo kwa njia sahihi. Ni vitu vile tofauti. Ndio, kuna mtu ambaye anaweza ukamwambia kwamba una shida ABCD, wakati ule anapokataa, anaikataa kwako, alafu anakwenda kuikubali kwa siri, naye pia ana shida yake. Hii ni shida pia. Hapa naongea kwa watu wa karibu sana, naomba unisikilize vizuri. Mtu yeyote anayekupenda atahakikisha kwamba unatembea katika barabara nzuri. Ndivyo Mungu alivyo kwetu. Mungu kwa kutupenda kwake anahakikisha tunatembea katika barabara nzuri, na anapotuelekeza katika barabara nzuri, kuna wakati maelekezo ya Mungu hayafurahishi mwili, lakini ni sahihi kwa ustawi na faida yetu. Hapa Mungu haangalii furaha yako, ila anaangalia faida yako. Yeyote aliyempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake anaimba wimbo, popote na Yesu naweza kwenda, kwa kuwa anajua kwamba Yesu anaponiongoza ni sahihi.